Ujambo, ni kukaribisha kuifuatilia taarifa ya habari ya leo Alhamis tarehe 11 Disemba 2025. Tuangazie moja kwa moja huko Uvira ambako kundi la waasi la M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda limetangaza rasmi kwamba limechukua udhibiti wa mji muhimu wa Uvira, mojawapo ya ngome kuu za kijeshi na kiuchumi katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo limetolewa kupitia mtandao wa X na msemaji wa kundi hilo Lawrence Kanyuka, ambaye alisisitiza kuwa hali iko chini ya udhibiti wa M23 na kuwataka wananchi waliosambaratika kutafuta hifadhi kurejea makwao. Hatua hiyo imeleta mtikisiko mkubwa wa kiusalama, kibinadamu na kisiasa katika eneo hilo ambalo tayari lilikumbwa na mizozo ya muda mrefu. Kabla ya kufika Uvira, M23 ilifanikiwa kuchukua mfululizo wa maeneo muhimu ambayo ni Kamanyola, Luvungi, Sange na Luberizi. Maeneo hayo ni njia ya kimkakati inayosimamia barabara kuu inayounganisha Bukavu, Uvira na Bujumbura. Maporomoko haya yameonyesha kasi mpya ya kikundi hicho usoni mwa jeshi la serikali la FARDC ambalo limekuwa likiripotiwa kurudi nyuma mara kwa mara kwenye mapambano ya hivi karibuni. Wakazi wameripoti milio ya risasi usiku kucha na harakati za ghafla za wanajeshi wa FARDC waliodaiwa kutoroka baadhi ya maeneo, jambo ambalo serikali haijathibitisha waziwazi, lakini mashuhuda wanadai walishuhudia kuvunjika kwa safu za kijeshi katika baadhi ya mitaa ya Uvira. Uvira si mji wa kawaida, ni bandari muhimu ya Ziwa Tanganyika, kituo kikuu cha biashara kati ya Kongo na Burundi, njia ya kiuchumi ya usafirishaji wa bidhaa kuelekea Tanzania na Zambia. Na kwa miaka mingi imekuwa ngome ya kijeshi ya FARDC katika ukanda wa Kivu Kusini. Kuporomoka kwa Uvira kunafungua uwezekano wa uasi kuyakaribia maeneo ya Katanga, eneo lenye utajiri mkubwa wa shaba, cobalt na madini adimu, jambo linalotajwa kuwa linaweza kutikisa uchumi wa taifa lote. Vyanzo vya kidiplomasia barani Ulaya vimeonya kwamba iwapo M23 wataendelea kusonga kusini, huenda wakaleta hatari mpya katika mikoa ya madini ambayo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Kinshasa. Hatua ya uvamizi wa Uvira imekuja wiki moja baada ya Marekani kusimamia makubaliano ya amani kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Kongo Felix Tshisekedi yaliyosainiwa jijini Washington. Makubaliano hayo yalilenga kusitisha uhasama, kusimamisha msaada wowote wa Rwanda kwa makundi ya waasi, kurejesha utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini makubaliano hayo hayakuwa husisha moja kwa moja M23, jambo ambalo wachambuzi wanasema limewaacha waasi nje ya mazungumzo na hivyo kuendelea na operation zao bila vizuizi vya kisiasa. Kwa upande mwingine, serikali ya Kongo na M23 kila mmoja anamtuhumu mwenzake kwa kuvunja makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano. Licha ya jitihada za Marekani, hali imezidi kuwa mbaya. Umoja wa Mataifa, nchi za Ulaya na Umoja wa Afrika zote zimetoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi mara moja, kurudi mezani kwa mazungumzo na kuongeza usaidizi wa kibinadamu kwa raia waliokumbwa na vita. Serikali ya Burundi nayo imechukua hatua kali kwa kufunga mipaka yake mipya Gatumba na Vugizo, ikitaja sababu za kiusalama, huku ikiripoti kuongezeka kwa wakimbizi wanaoingia. Burundi imekuwa mshirika wa kijeshi wa FARDC katika mapambano dhidi ya M23, jambo ambalo limeongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo hilo nyeti. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, zaidi ya watu 200,000 wamekimbia makazi yao tangu Disemba 2. Watu takriban 40,000 wameingia Burundi ndani ya wiki moja. Maelfu wengine wamevuka maeneo ya mpakani kuelekea Rwanda. Uvira sasa imegeuka kwa mji wa kivita, na picha kutoka mashuhuda zinaonyesha misururu ya watu ikitembea kwa miguu kuelekea Burundi, watoto waliochanganyikiwa bila wazazi, mamilioni ya mali yakipotea, baadhi ya maeneo yakiwa yameharibiwa na makombora. Waziri wa habari wa Kongo Patrick Muyaya ameeleza kwamba zaidi ya watu 100 wameuawa katika mashambulizi ya siku za karibuni, ingawa hakuthibitisha moja kwa moja kwamba Uvira iko mikononi mwa waasi.
Wachambuzi wa kijeshi waonya kuwa kuanguka kwa Uvira kunaweza kuwa mwanzo wa hatua mpya M23. Iwapo Uvira itabaki chini ya M23, barabara zenye thamani ya kiuchumi itakuwa wazi kuelekea Katanga. Hili linaweza kufungua kurasa mpya wa mgogoro ambao athari zake zitavuka mipaka ya Kongo. Mchambuzi wa masuala ya usalama wa maziwa makuu amesema Katanga ni kitovu cha shaba, cobalt, madini ya msingi katika betri za magari ya umeme, madini adimu yenye thamani kimataifa. Hivyo tishio la waasi kufika huko linachukuliwa kwa uzito mkubwa wa kimataifa. Umoja wa Mataifa umetoa taarifa ukisema kuwa maendeleo ya M23 ni hatari kwa udhibiti wa eneo la maziwa makuu, na umeomba washirika wa kimataifa kuingilia kati ili kuzuia mauaji kwa raia, uhamiaji mkubwa bila udhibiti, kusambaratika kwa juhudi za amani zilizopo. Kuanguka kwa Uvira mikononi mwa M23 ni tukio linaloweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Ni pigo la kijeshi, kiuchumi na kisiasa kwa serikali ya Kinshasa, na pia ni changamoto kubwa kwa diplomasia ya kikanda na ya kimataifa. Ikiwa juhudi za kusimamisha vita hazitachukuliwa haraka, mashariki mwa Kongo inaweza kushuhudia upanuzi mkubwa wa uasi, mtikisiko wa kibiashara za masoko ya ziwa Tanganyika, na huenda kuzuka tena kwa mgogoro wa kikanda unaohusisha Rwanda, Burundi na pengine Tanzania na Zambia. Kwa sasa macho yote yameelekezwa mashariki mwa Kongo na hususan Uvira, kufuatia iwapo hatua ya kijeshi ya M23 itaendelea au kama utakuwa na mwanya wa mazungumzo. Asante kufuatilia taarifa yetu ya habari ya leo. Mimi jina langu ni Abdul Juma na hii ni Dems Media. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.